Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Habari ambayo imeweza kutrend siku leo kwenye mitandao ya kijamii ni habari ya mwanadada Wema Sepetu. Ni habari ya kusikitisha sana ambayo imeonyesha Wema Sepetu ni kwa namna gani ameshakata tamaa katika swala zima la kupata mtoto baada tu ya ujauzito wake huu mwingine kuharibika. Unaweza kuona kuna namna fulani hivi Wema ameshindwa kabisa kuelewa ni tatizo gani ambalo linamkuta. Wema Sepetu aliwahi kuzungumza kwenye mitandao ya kijamii na kudai kwamba hana tatizo lolote la uzazi, lakini anashangaa tu yeye hapati ujauzito. Ni kitu gani ambacho kimempata Wema Sepetu jamani? Ukiangalia Wema ana pesa, kama angeambiwa kuna tatizo labda linaweza kutatulika kwa pesa, basi angetatua, lakini sasa hivi Wema Sepetu inafikia hatua anabeba ujauzito unaharibika mara kwa mara. Wema amekuwa akijitahidi sana kutokukata tamaa katika swala zima hili, lakini kwa sasa hivi anaona ameshafika mwisho. Sasa hivi anaona hataki tena swala zima la mtoto. Ukiangalia Wema Sepetu ana umri wa miaka 35, ilikuwa bado au ilikuwa ni mapema sana kwa yeye kukata tamaa, lakini ameshakata tamaa. Hatamani kabisa watu waendelee kumuonea huruma mitandaoni, watu waendelee kumpatia pole, hatamani kabisa watu waendelee kumpigia simu kumuuliza masuala mazima, anajisikiaje, anaendeleaje. Mambo kama hayo Wema amedai yanaendelea kumpatia machungu makubwa, yanaendelea kumsababisha yeye aone au ajihisi anaishi hapa duniani lakini hayupo kabisa, au tunaweza kusema haishi kwa raha zake. Sasa Wema namna ambavyo ameamua kuandika huu ujumbe, ameamua kueleza nia yake ya dhati, lakini pia ameamua kuonesha wazi kwamba ndani ya mwaka huu 2026 hatamani tena kusikia swala zima la mtoto. Ameshakata tamaa moja kwa moja. Na tunakumbuka baada tu ya Wema Sepetu kupata huu ujauzito wake ambao umeharibika hapo juzi kati, aliweza kuanika wazi na kudai kwamba endapo huyu mtoto hatompata na hatofanikiwa kabisa kujifungua salama, basi itakuwa ni ujauzito wake wa mwisho na hatamani kabisa tena kupata mtoto, na atakuwa ameshaachilia moyoni kwamba yeye ameshaandikiwa kuto kuitwa mama moja kwa moja. Ujumbe wa Wema Sepetu ambao ameweza kuposti katika ukurasa wake wa Snapchat, ameweza kuandika hivi: Ladies and gentlemen, mabibi na mabwana, naomba nitoe tamko dogo. Msije mkadhani naumia. No matter fact, nimeaccept na make peace na moyo wangu kwamba amekubali na ameweka amani na moyo wake. Msinionee huruma wapenzi. Kwani mimi ni wa kwanza kukosa mtoto jamani? No bwana. Akasema so naomba mwaka huu tusemane kuhusu mambo mengine jamani, sio mambo ya watoto. Maisha yenyewe mafupi, to enjoy to the max. Na kingine, sijui Wema hana kazi, hana nyumba, sitaki. Urithi nilioachiwa wa nyumba unatosha, tusiingiliane. Akasema mimi nikijenga, nisipojenga, that's my business. Kwanza sina hata wa kumwachia urithi. Ibaki hivyo. 2026 we are living the good life, no question asked, kwamba anaomba sana mashabiki zake na wale watu wake wa karibu 2026 anatamani kuishi kwa amani, hatamani tena kuulizwa kuhusiana na masuala ya mtoto, kwa sababu anadai ameshakata tamaa moja kwa moja. Na kuna ujumbe mwingine Wema aliweza kuandika na kudai kwamba sasa hivi ameamua moyoni mwake hatamani kabisa kusikia swala zima la mtoto, lakini pia kuna namna fulani hivi inaonesha Wema amekata tamaa moja kwa moja. Kwa umri wake sidhani kama anatakiwa kukata tamaa. Wema Sepetu ana umri wa miaka 35, bado ni mdogo. Ukiangalia sasa hivi kwa wanawake hedhi, ukomo wa hedhi unaenda mpaka miaka 45, wengine wanafika mpaka miaka 50 ndio hedhi inagoma moja kwa moja, yani ndio umeshakuwa mtu mzima to the max. Lakini Wema hakuwa na sababu yoyote ya kukata tamaa, angetakiwa kuendelea kuvumilia, angetakiwa kuendelea kujaribu. Huwezi kujua siku yako ni ipi. Ukiangalia hata katika vitabu vya Biblia, Sara alizaa na miaka 90. Unaweza kuona miaka 90 ni mingi sana. Ni mbibi ambaye tunaweza kusema ameshakata hedhi siku nyingi. Lakini mambo ya Mungu ni mengi, mipango ya Mungu ni mingi. Angeweza kutulia tu, kuendelea kujaribu, lakini pia kitu kikubwa Wema Sepetu pia anatakiwa kufikiria lile swala ambalo Mama Kanumba aliwahi kumwambia. Mama Kanumba alimwambia Wema, twende tukaifute ile laana ambayo Kanumba alikuachia, lakini Wema haamini katika masuala ya laana. Yeye anamwambia Mama Kanumba kwamba mtoto wako kaniachia laana, kwani mimi nilikuwa amenioa. Mambo kama hayo, yani anamjibu Mama Kanumba hivyo. Lakini Mama Kanumba aliongea pointi ya msingi sana. Wema Sepetu anatakiwa twende
kwa shehe au kwa padri au mchungaji, twende tukafute hiyo laana. Tunaweza tukaifuta, tukamwomba Mungu na hiyo laana ikafutika, Wema Sepetu akafanikiwa kupata mtoto na akaitwa mama kama kawaida. Lakini Wema bado hilo wazo la mama Kanumba hajalifikiria akilini kwake, lakini tunaona ni wazo sahihi na ni wazo zuri ambalo mama Kanumba alimpatia. Huenda kweli wakafanya hivyo, Wema akafanikiwa kupata mtoto wake. Wewe kama shabiki una lipi la kuzungumza? Tochia maoni yako, lakini pia usahau kusubscribe, kulike na kuturn on notification.